kimekuwa kikao cha baraka sana. Kwanza Mungu amewaleta, mahudhurio yamekuwa mazuri mno. Tunamshukuru Mungu. Kati ya majimbo 96, majimbo 93 yameweza kuwakilishwa hapa. Na kusema kweli wanaondoka sasa, lakini tumewatia moyo kwenda kumtumikia Mungu kwa nia ya kumkubali. Tunao mpango kazi tayari na wakurugenzi wengi wametoa taarifa kwamba wameandaa mipango kazi yao na section zao pia wameandaa mipango kazi. Kwa hiyo wanaenda kwa ajili ya kufanya kazi. Ni kweli mwaka huu tutakuwa na makongamano ya majimbo ambayo sisi viongozi wa kitaifa huwa tunawatembelea. Kwa hiyo tumewatia moyo kuandaa yale makongamano yawe mahali pazuri pa ushirika, mahali ambapo wanawake watafundishwa neno, wataimarika, tunapochochea uamsho katika miaka hii 13 ya moto wa uamsho. Na makongamano haya ya majimbo mwaka huu yatakuwa ni makongamano ya uchaguzi. Kwa hiyo wakurugenzi ambao wako kwenye nafasi watapata fursa ya kuchaguliwa tena kama kibali kipo. Hata wale walioteuliwa kulingana na miongozo yetu ya WWK wanatakiwa wapigiwe kura na wanawake ili wathibitishwe kwenye nafasi. Tunawaombea na tunaamini Mungu ataenda kuwatumia kwa viwango vingine. Sisi viongozi wa taifa tunamshukuru Mungu sana aliyetuwezesha kuandaa kikao hiki na kukiendesha kwa wepesi na kwa neema nyingi. Malengo makubwa ya kikao hiki ilikuwa ni kuangalia jinsi walivyofanikiwa kuandaa mipango kazi na kuiwasilisha, lakini pia kutoa taarifa ya utekelezaji wa kazi ya kota ya kwanza na kutoa ushuhuda jinsi ambavyo waliweza kuwahamasisha wanawake na wanawake wakafanya sikukuu, ikikumbuka kwamba kila mwaka wiki ya kwanza ya mwezi wa 3 inakuwa Jumapili ya kwanza inakuwa ni kilele cha wiki ya wanawake na sikukuu. Kwa hiyo huwa tuna nafasi ya kusikiliza vile wanawake walivyofanya sikukuu, vile walivyowategemeza wachungaji wao, na tumebarikiwa hapa. Tumepokea taarifa katika sikukuu ya mwaka huu wanawake wametoa zawadi nzuri sana kwa wachungaji wao, na kilichotia fora ni kwamba kutoka majimbo mbalimbali kuna wanawake katika matawi wamenunua magari kwa ajili ya wachungaji wao. Zaidi ya magari 10 yametolewa taarifa hapa kwamba yalinunuliwa na wanawake matawini. Ninaona kwamba Mungu wetu atakwenda kutuinua katika maeneo yote ya huduma katika miaka ijayo. Tunatamani kuona wanawake katika kanisa la TAG wakivikwa uweza, wakijaa nguvu, wakivikwa nguvu za kupeleka Injili. Kwa hiyo tunavyoiona sisi tunaona ni Mungu anazidi kuliinua jeshi la wanawake watumishi wa Kristo ambao watakuwa na mzigo wa kupeleka mbele Injili na kutegemeza makanisa, kutegemeza wachungaji, kusomesha wachungaji, kushiriki kwenye mkakati wa kupanda makanisa mapya. Kwa hiyo tunawaona wanawake wakiinuka, wakiitika wito, wakisoma vyuo vya Biblia, wakiwa wachungaji, wakipanda makanisa na wengine hata wakiwa wamishenari. Ndivyo tunavyowaona. Mtazamaji wa WWK TV, mkutano ama kikao cha bodi ya wakurugenzi ya WWK katika kanisa la TAG ndo kimehitimika hivyo, na kama unavyotazama watu wanasalimiana, wako ambao wanaondoka sasa kuelekea katika mikoa yao, wengine wanarudi Dar es Salaam, wengine wanaenda Mbeya, Arusha, Mara na maeneo mengine mbalimbali ya taifa la Tanzania. Kama unavyotazama tayari kikao kimekwisha fungwa na tunazungumza na baadhi ya wajumbe hawa, watu ambao wamejisikiaje na huko wanakokwenda, kile ambacho wamekipata mahali hapa watakitumia vipi katika kupandikizwa kwa wengine ambao wamewacha katika majimbo yao huko mikoani. Mimi ni Samuel Thomas, ngoja nikupitishe wazungumze na wewe kusikia kile ambacho watakwenda kukifanya huko mikoani. Majina yangu naitwa mchungaji Veronica Alberto Malilo. Nimetokea jimbo la Katavi Magharibi. Mimi ni makamu mkurugenzi wa WWK jimbo letu zuri la Katavi Magharibi. Mimi ni mwakilishi, nimekuja kumwakilisha mkurugenzi wangu ambaye ni Agata Mpasa. Kwa kweli namshukuru Mungu, kikao kilikuwa kizuri sana. Tumejadili mambo mbalimbali, lakini tumepata neno la Mungu kutoka kwa mtunza hazina wetu mkuu Tabitha Benki. Ametufundisha somo la uongozi. Kwa kweli mimi nimebarikiwa sana, nimejisikia vizuri sana sana sana. Ushauri wangu kwa kweli ni kwamba yale ambayo tumeyapokea mahali hapa tuende tukayafanyie kazi.
tusifike tukaweka makabrasha, bali tuingie katika utendaji, tufanye yale ambayo tumeagizwa na tumejifunza mahali hapa. Naitwa Honoria Mgaya, mimi ni mkurugenzi ambaye natokea jimbo la Ruvuma Mashariki. Namshukuru Mungu tumefika hapa juzi na jana tumekuwepo hapa, tumeanza kikao na leo tunahitimisha. Tunamshukuru Mungu, kikao kimekuwa cha baraka sana. Tumemwona Mungu akiwa katika hiki kikao hiki. Tumepata vitu vingi sana vizuri, tumebarikiwa na neno, lakini pia tumebarikiwa na mtunza hazina, ametutia moyo kwa neno, ametupa na zawadi nzuri. Kwa kweli tumejisikia faraja sana. Ushauri wangu kwa wakurugenzi wote ambao wapo mahali hapa, ambao wamekuwepo katika kikao hiki toka jana na siku ya leo, vyote ambavyo tumevipata mahali hapa, itakuwa ni vizuri sana tukavifanyie kazi tunakoenda huko majimboni kwetu. Tukawe mabalozi wazuri, tukawashawishi wanawake ili waweze kuifanya kazi ya Mungu, lakini pia tutekeleze mpango kazi ambao tumekumbushwa mahali hapa. Lakini pia kwa wale wakurugenzi ambao hawajafanikiwa kufika, tunawashauri kwa wakati mwingine katika kikao kingine waweze kufika katika kikao kama hiki. Ni kizuri sana, cha baraka sana. Kwa kweli kikao cha safari hii kimekuwa kizuri, chenye uwepo wa Mungu. Tulikuwa na baba askofu makamu wa jimbo hili, ametufundisha na kutukumbusha kwamba wanawake ni jeshi kubwa. Manake ni jeshi la mtu mmoja linaweza likafanya mabadiliko likijitambua, likijielewa. Lakini pia mkurugenzi wetu mwadhini mkuu wa taifa ametukumbusha uongozi, sifa za kiongozi bora, anatakiwa aweje, anatakiwa ajitambue pia na ajielewe. Kwa kibinafsi tumepokea kama viongozi, tutakwenda kuwasha moto wa uongozi na tunakuhamasisha majimboni kwamba wanawake turudi kumtumikia Mungu katika viwango na ubora, kwa maombi, kwa matoleo, kwa kulitumikia kusudi la Mungu na kutekeleza makusudi yetu 6 ya WWK. Binafsi nimebarikiwa, wanawake wameitikia wakurugenzi. Kwa kweli tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya kikao hiki cha bodi. Kibinafsi, mama askofu mkuu, mama mzuri, asante kwa ajili ya ukarimu. Ukarimu ni akiba, wema ni akiba. Tutakapokuwa tunaomba, tutakapojifunika, tutakukumbuka. Mungu akupe maisha marefu. Lakini pia kwa mwadhini wetu mzuri mkuu, tumebarikiwa, tumepata zawadi ya vikoi vizuri. Tutakapokuwa tunaendelea kuomba, tutamkumbuka. Na hii sadaka hajatupa, wema ni akiba. Mungu atambariki. Heri kutoa kuliko kupokea. Ninajua katika kutoa amejidhabihu, haikuwa rahisi, lakini ametii sauti yake Mungu, na sisi tumebarikiwa. Ninaomba neema ya Mungu juu yake, makusudi ya Mungu, ndoto ambazo Mungu ameweka ndani yake, maono, aliishi kusudi afike kule ambako Mungu amekusudia.